Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Naamini ya kwamba Mungu anazidi kukulinda na Mungu anazidi kukushughulikia katika mambo yote mjina la Yesu Kristo. Nami kwa ajili ya hiyo nimekuja tena mbele ya uso wako nikitaji ili tuweze kushiriki pamoja neno la Bwana, neno ambalo ni faraja kwa moyo wako, neno ambalo litaendelea kukutia nguvu, neno ambalo litaweza kukusaidia katika maisha yako kwa ajili ya kuwa tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu siku zote za maisha yako. Tunizungumze na wewe kwa habari ya agizo kubwa tuliloachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alipofufuka, katika Injili ya Mathayo sura yake ni sura ya 28 mstari wa 18 mpaka mstari wake wa 20. Neno la Bwana linasema Yesu akawatokea wanafunzi wake akawaambia kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi kwendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Mshangao ni mkubwa ni huu, ni kuona watu waamini wa Yesu Kristo mdunia yote mzima, wale waliomwamini Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kuona kanisa tunazubaa, hatuko tayari kutimiza agizo tuliloachiwa na Bwana wetu mkubwa. Na sasa sijue kama utatoaga ripoti gani. Wewe mwenyewe unasema ya kwamba ulishaamini Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi, lakini unakuwa muasi kama vile Adamu naye alivyo muasi Mungu. Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Kanisa tunachunga nini? Wanaume na wanawake twende, vijana wasichana twende tutangaze habari za Yesu. Biblia inasema ya kwamba na habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni pote mzima kuwa ushuhuda kwa mataifa, na ndipo mwisho itakuja. Wakati tunatarajia ujio wa Yesu mara ya pili, huu ni wakati wetu kwenda kutangaza habari njema. Mulimwengu yote kuna mamilioni ya watu wenyewe wamekusudiwa uzima wa milele. Katika kontinenti ya Marekani kuna walioandaliwa uzima wa milele, Afrika kuna walioandaliwa uzima wa milele, Oceania kuna waliokusudiwa uzima wa milele, Europe yote kuna waliokusudiwa uzima wa milele, Asia yote kuna wenyewe wamekusudiwa uzima wa milele. Lakini wataokoka namna gani tusipokwenda? Haya, twende na tutangaze habari njema na watu wataokoka na jina la Bwana litatukuzwa. Mungu akubariki mjina la Yesu. Amen.